for your grace on my life. You have blessed me, oh Father, now I dance like a winner man. I will praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father, now I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Oh, when you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Hey, when you see me praise, hey, when you see me praise God. When you see me praise, I praise like a winner man. I said when you see me praise, I praise like a winner man. When you see me praise, I praise like a winner man. Oh, winner man. Oh, winner man. Oh, winner man. Oh, winner Hey, man. oh, winner man. Oh, winner man. Say, oh, winner man. Oh, winner man. I will praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father, now I dance like a winner I man. will praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father, now I dance like a winner man.
katika kipindi hichi chote tangu tumekuwa nyumbani tukiendelea kumngojea Bwana. Ameendelea kunipa furaha ya wokovu. Ninaendelea kuona ukuu wake na uaminifu wake katika maisha yangu. Na hata asubuhi leo nashukuru Mungu kwa ajili ya kibali chake ambacho amenipa ili kulileta neno la tumaini katikati ya watoto wa Mungu wanaotazama katika YouTube ibada yetu na hata wanaosikiliza ibada hii asubuhi leo. Tukaendelea kubarikiwa pamoja, maana Mungu ni mwaminifu, anatupenda na tena anatuwazia mema katika Nathani. Taendelea na neno. Kichwa cha ujumbe wa leo ni tusikate tamaa. Haleluya. Neno hilo tunalipata katika kitabu cha Luka mlango ni wa 18 na nataka nianze ile aya ya kwanza mpaka ya 7. Na neno la Mungu linasema hivi: akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyokuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui yangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi mdhalimu. Na Mungu je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Haleluya. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Neno hili linanitia moyo wakati huu ambao tuko tumekutana na janga hili la corona. Hapa tunampata Yesu akiwapatia mfano wanafunzi, akiwaambia kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Leo ni wewe na mimi ambayo Bwana anatutia moyo kupitia andiko hili ya kwamba inatupasa kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Ninajua kwamba katika kipindi hiki ambacho kimetufikia, kipindi ambapo ni kigumu, janga ambalo limevamia ulimwengu mzima la corona, watu wengi wameomba na hata wakakata tamaa, watu wengi wamekufa moyo, watu wengi wametatizika. Lakini asubuhi nina habari njema kwako msikilizaji ama mtazamaji unayetazama ibada hii asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu anasema inatupasa kumwomba yeye daima siku zote, wala tusikate tamaa. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hapo kuna mstari ambao unanifurahisha, tukienda ile mstari wa 2. Anasema baada ya kututia moyo ya kwamba tusikate tamaa, akapeana mfano akisema, palikuwa na kadhi katika mji fulani. Haujatajwa ni mji gani au una jina gani, lakini anasema ya kwamba mji fulani. Na hapo katika huo mji fulani palikuwa na kadhi ambaye hamchi Mungu wala hajali watu. Amen. Mtu ambaye hajali watu, mtu ambaye
Haleluya. Neno hili lanifurahisha asubuhi ya leo. Maandiko yanasema ya kwamba naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sitali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha. Huyu kadhi alitambua kwamba yeye watu wanamjua kabisa hajali mtu. Akatambua kwamba yeye si mcha Mungu, lakini kwa sababu ya ule mwanamke, kile kitendo alichotenda cha kumwendea kila wakati, akaona ya kwamba kinamchosha, wacha tu ampatie hiyo haki yake, amwondokee, asiendelee kumchosha. Angalia huyu mwanadamu. Lakini kwa Mungu wetu aliye hai, kwa Mungu wetu tunayemwamini, ambaye ametuahidia kwamba ametuambia tuendelee kumwomba siku zote wala tusikate tamaa. Haleluya. Tunapomwendea asubuhi, yeye bado anatusikiza. Tunapomwendea mchana, yeye bado anatusikiza. Tunapomwendea jioni, yeye anatusikiza. Tunapomwendea wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, mwezi, bado anatusikiza. Yeye hatutamchosha, maana ni Mungu ako tayari kusikiza maombi yetu na kusikia vilio vyetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Je, watu wa Mungu, na wapa moyo asubuhi ya leo. Labda umeomba ukavunjika moyo, labda umeomba ukakata tamaa. Wewe tazama huyu mwanamke, alipojua tu ni huyu kadhi atakayempatia haki yake, yeye akuchoka na kuambia asubuhi ya leo, usichoke, usikate tamaa, endelea kumwomba Mungu. Wakati unapoona hali inaweza kuendelea, ile labda umevunjika moyo, labda ukaona ni kama ni mwisho, ni basi nimefika mwisho. Usifike mwisho mpendwa, usikate tamaa, jipe moyo, chukua ujasiri kama huyu mwanamke alivyochukua ujasiri. Mwanamke mjane ambaye watu wajane wengi wanaona ya kwamba kama mimi mjane sipendi na watu, hakuna mtu akunijali, lakini akajua nitamwendea huyu tu alipatie haki na adui yangu. Nasi leo tuko na Mungu, tukimwendea kila wakati na kumpatia ocha za mioyo yetu na kumweleza yale ambayo tunakumbana naye, ako tayari kuyashughulikia. Maana anasema ya kwamba mimi ninayashughulikia maisha yenu, kwa hivyo msihofu, msikate tamaa, ombeni na mniamini, nami nitawatendea. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu ni mwaminifu asubuhi ya leo. Mungu anatujali wapendwa. Mungu ni Mungu ambaye anasikia kilio cha watu wake. Unapomwomba asubuhi ya leo, unapomwendea kwa imani, Mungu ako tayari kukusikiliza asubuhi ya leo. Ako tayari kubadilisha hali ambayo tunaiona. Labda ni magonjwa yamekuandama, ukaomba ukakufa moyo, umeshughulikiwa tena madaktari, ukakata tamaa, shetani akakunong'oneza kuambia kwamba ugonjwa huu hautapona, unaenda kufa. Wacha nikutie moyo asubuhi ya leo. Kuna mtu ambaye anashughulikia maisha yako. Kuna mtu ambaye anakujali, ambaye ni Mungu aliyekuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Mungu ambaye ana uwezo wa kila namna. Mungu ambaye hutenda mambo makuu ya kushangaza watu. Yeye ni Mungu wa kushangaza nyakati zote. Wakati watu wanasema hakuna Mungu, wacha nikwambia, yuko Mungu aishie, yuko Mungu atendaye makuu, yuko Mungu anayejibu maombi, yuko Mungu anayeoresha yako, yuko Mungu anaweza kukufikia ambapo mwanadamu hawezi kukufikia. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyu Mungu ni Mungu anayeweza. Hebu na tugeuke katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 7 na tusikie huyo Mungu anatutia moyo, anasema nini. Sura ya 7 na mstari wa 7, Mathayo anasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kitu Bwana nataka ni tuendelee kuomba. Kitu Bwana nataka ni ya kwamba tuendelee kutafuta. Maana tukiomba tutapewa, tukitafuta Mungu tutapona,
tukibisha atatufungulia mlango, maana yeye ni Mungu ambaye ako tayari, halali, hasinzii kama mwanadamu. Yeye hachoshi na lolote. Wakati watu wanapomwendea, ako tayari kukutendea. Ndiposa anasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea. Haleluya! Kila aombaye hupokea. Anasema ya kwamba kila atafutaye pia atafanya nini? Ataona. Haleluya! Naye abishaye atafunguliwa. Na anatutia moyo akisema ya kwamba kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe? Hakuna, haiwezekani. Kile ambacho umeomba ndicho hicho utakachompatia. Akikuomba mkate, utampatia mkate, maana unampenda mtoto wako. Na sisi tukiwa ni watoto mbele za Mungu wetu, Mungu anayeshughulika na maisha yetu, Mungu ambaye anatujali, tunapomwomba kama ni uponyaji atatupatia. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama ni uzima atakupa, kama ni wokovu atakupa. Chochote kile ambacho unachomwomba asubuhi ya leo, ako tayari kukupatia, maana yeye ni Baba anayeshughulikia maisha yetu. Anatuambia kwamba basi ikiwa nyinyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yetu ama Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wamuombao? Haleluya! Ikiwa sisi wanadamu ametupatia mfano ulio dhahiri, mtoto wako akikuomba mkate utampatia mkate. Hawezi kukuomba mkate umpatie nyoka. Utampatia kile ambacho amekuomba. Na sasa ndiye anasema Baba wa mbinguni, ikiwa sisi waovu tunajua kuwapatia watoto wetu vipawa vyema, je, si zaidi ya Baba aliye mbinguni? Amen. Amen. Inawezekana, maana huyu Mungu anajua kilichokuwa na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Wakati unapomwomba bila kukata tamaa, Mungu ataenda kukutendea, atakupatia muujiza wako asubuhi ya leo. Usikate tamaa mpendwa, mama mwenzangu, kijana wangu, mzee mwenzangu. Wakati wote unapomwendea Mungu, kuwa na ujasiri na uamini yuko Mungu anayejibu maombi, anayebadilisha hali. Muda mfupi tu hali inaenda kubadilika na itakuwa kawaida. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninamshukuru Mungu sababu hajatuficha jambo lolote katika neno lake takatifu. Alisema kutakuwa na magonjwa ambayo haina tiba, lakini yeye ndio mwenye tiba peke yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyo Mungu ana uwezo wote. Usitishwe na hali zinazoinuka, mambo yanapoinuka, mambo yanapokuja. Wacha kuondoa tumaini lako kwa Mungu, wacha kuvunjika moyo, wacha kukata tamaa. Endelea kumwomba Mungu daima. Huyo Mungu ana uwezo wa kulinda, huyo Mungu ana uwezo wa kuokoa, huyo Mungu ana uwezo wa kuponya. Hakika wapendwa, kuishi tunapoishi sasa ni kwa ajili ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Tumemtendea nini Mungu wetu? Hatutatenda wema wote, ni kwa neema yake tu, na kwa sababu ya kuwa na tumaini kwake na kuendelea kumwomba Mungu kwa ujasiri, na tukiwa na imani kwake Mungu, tunaona Bwana akitupatia uzima, akituepusha na magonjwa mbalimbali na mikosi na visirani na mitego, maana Mungu ni Mungu ambaye anatujali. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu anakujali, Mungu anakupenda. Asubuhi ya leo, hebu chukua hatua ya kuendelea kuomba Mungu daima. Usio mtu wa kukata tamaa, bali endelea kumwomba Mungu siku zote. Hata ukiwa pale nyumbani, tumepewa wakati mzuri wa kumtafuta Mungu. Tumepewa wakati mzuri wa kumwomba Bwana. Tumepewa wakati mzuri wa kubisha mbele za Bwana. Ubishe asubuhi, ubishe jioni, ubishe mchana. Ako tayari kufungua mlango na utaona ukuu wa Bwana, maana Mungu ni mwaminifu. Mungu
Mungu anaweza mambo yote. Mungu wetu habadiliki. Mungu wetu ni Mungu ambaye utenda kila wakati. Jina la Bwana lipewe sifa. Najua kuna kitu nimejifundisha. Mwanadamu ukimwomba siku zote anachoka na kwamba unamchosha, unamtatiza. Lakini kwa Mungu wetu sivyo. Yeye ako tayari 24 hours, hachoki, halali, hasinzii kwa ajili yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Nani kama Mungu wetu jamani? Hebu na tuendelee kumwomba Bwana, tusikate tamaa, tusiwe watu wa kuchoka. Hata tuambiwe mambo yatakuwaje, tusichoke. Haleluya. Watu wengi wamekata tamaa kwa sababu ya hali, lakini nakupa moyo asubuhi ya leo, Mungu anaweza. Na unapoendelea kuamini kupitia hilo neno, litakuwa msaada kwako, na utaendelea kuwa na matumaini kwa Mungu, na utaendelea kupokea miujiza yako, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Unapomwendea Mungu bila hofu, bila mashaka, atakutendea, atakujibu, maana Mungu hujibu maombi. Na shukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu asubuhi ya leo. Kwa hivyo msikilizaji wangu ama mtazamaji wangu unayetazama ibada hii asubuhi ya leo, wacha uchukue hatua ya kwamba tuendelee kumwomba Mungu siku zote, wala tusio watu wa kukata tamaa. Watu ambao hawakati tamaa ni watu ambao wako na ujasiri, ni watu ambao wako na imani, ni watu ambao wanaamini ya kwamba hata ichukue muda, ninajua Mungu atatenda. Haleluya. Na mwimbaji mmoja akakamilisha, akaimba wimbo kusema ya kwamba najua Mungu anaweza. Hata kama itachukua muda, najua Mungu anaweza. Mungu akubariki unapoendelea kuamini ya kwamba Mungu anaweza. Asante kwa kunisikiliza. Hebu wacha niombe kwa ajili ya kutamatisha neno hili, na hata labda kama ni mgonjwa, shika mahali unapouma, naamini Mungu yupo. Mungu anaweza asubuhi ya leo, ana mawazo mema juu yako, anajibu maombi, atakuhudumia asubuhi ya leo, maana anakupenda. Na tuamini. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu nalibariki jina lako asubuhi ya leo. Kisema Bwana, pokea sifa kwa ajili ya ujumbe huo ambapo umenipa kwa ajili ya watu wako. Angalia Bwana, kunaye mama pale Bwana ametatizika katika magonjwa, kijana yule na mzee yule, hata na yule mtoto. Bwana, endelea kumgusa asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Najua kwamba Bwana wewe ni Mungu tuponyaye, maana kwa mapigo yako tulipata kupona. Hebu kamhudumie Jehova katika jina la Yesu. Yule Bwana msikilizaji amevunjika moyo asubuhi ya leo Bwana, kupitia neno hili, wacha Mungu nikampe tumaini Baba, akapate kuwa na imani na akapate kuendelea mbele, akikuomba siku zote maishani mwake. Hebu Bwana ukamtendee sawasawa na fadhili zako Mfalme. Wewe ni mwaminifu Bwana. Hebu Mungu wakumbuke watu wako asubuhi ya leo. Kumbuka